Zima. Mungu akubariki sana kwa kuwepo mahali hapa. Ziko baraka za Mungu zitashuka juu yako kama umejiandaa kuzipokea. Amen. Mwambie jirani yako ziko baraka za Mungu. Mwambie asikie kama umejiandaa. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Amen. Wangapi tumeomba kwa bidii asubuhi? Tuliomba kwa bidii. Amen. Usipoomba kwa bidii kuna jambo halitokei. Amen. Kwa hiyo unahitaji kuomba kwa bidii ili jambo lifanye nini? Ili jambo litokee. Sio tu kuwepo ibadani. Kiwepo ibadani kuna jambo la wewe kushiriki ili mambo yatokee. Amen. Na leo nitakufundisha hilo swala mpaka jambo litokee. Andika namna mapenzi ya Mungu yanavyotimizwa. Namna mapenzi ya Mungu yanavyotimizwa. Namna mapenzi ya Mungu yanavyotimizwa. Wengi wetu tuna attendance moja, huwa tunapenda kusema mapenzi ya Mungu afanye nini? Lakini leo nataka nikufundishe jambo yaikana ni jipya kwako, lakini itakusaidia ili kauli yako unaosema mapenzi ya Mungu kutimizwa yaweze kutimizwa kweli. Amen. Mungu alituumba sisi, akatupa uwezo na mamlaka. Mungu kuna that authority tumepewa, empower, ambayo Mungu aliwekeza ndani yetu ya kuweza kusababisha mambo kutokea. Amen. Kuna wakati ambao uhitaji kusubiri mapenzi ya Mungu kutimizwa, kwa sababu unakuwa ndani ya mapenzi yake tayari. Amen. Kuna vitu ambavyo havitowahi kutokea eti kwa sababu ya praying and waiting, ila kuna vitu vitatokea kwa sababu una mamlaka ya kuviamuru vitokee. Amen. Kwa sababu walipoamua kudili na maisha yako, walikuwa najua kwamba mapenzi ya Mungu yapo. Kwa kitakachotokea wewe ili usababishe kuona umefunguliwa, cha kwanza ni cha kujua ni kwamba mapenzi ya Mungu yalishatimizwa juu yako, ila kuna mambo umeyakwepa ambao hayo yanaruhusu kuendelea wewe kubaki kifungoni. Kuna mtu mmoja nilikutana naye siku sio nyingi, Mungu alikuwa amenisemesha kuhusu yeye. Alafu nikamuuliza umeolewa? Akanambia sijaolewa. Nikasema kwa nini? Akasema nasubiri mapenzi ya Mungu yatimizwe. Anasema nasubiri wakati wa Bwana. Amen. Inawezekana ni kweli unasubiri wakati wa Bwana ufanye nini? Utokee au mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini ulishawahi kwenda kwa Mungu kumuuliza wakati wake ni upi na mapenzi yake ni yapi? Amen. Haleluya. Mapenzi ya Mungu yamekuwepo kwamba unatakiwa kuolewa, unatakiwa kuzaa, unatakiwa kuwa na kazi, unatakiwa kumtumikia Mungu. Leave alone hizo battles ambazo utakuwa nazo, lakini ndani ya kila kitu Mungu alishatimiza, alishakuwekea njia na akakupa nguvu na mamlaka za wewe kuwepo mahala ili kuruhusu vitu vifanye nini? Vitokee kwenye maisha yako. Kuna wakati ambao unausubiria lakini ushakupita. Amen. Na kuna wakati ambao unahitaji Mungu azungumze ili ujue pa kwenda kile Mungu alishazungumza, ila kuna namna au kuwa katika eneo sahihi la kusikiliza Mungu anataka nini ama amesema nini. Amen. Haleluya. Unaposema mapenzi ya Mungu yatimizwe,
Mapenzi ya Mungu kutimizwa, wakati wiki iliyopita Mungu alikwambia unahitaji kufunga siku 2, Jumanne na Jumatano. Unahitaji kufunga na kuomba kwa sababu kuna mambo yatatokea Alhamisi. Sasa unahitaji kuingia ndani ya siku 2 hizi ili utengue mpango ambao unakuja mbele yako. Amen. Na wewe haukuingia kwa sababu ya mambo yako binafsi. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Sasa Alhamisi ilipotimia, yule adui akapata mwanya wa kuja kukudhuru. Amen. Na baada ya kudhurika na yule mtu, na ukaanza kuingia magotini unalia, ambie Mungu, mtazame adui huyu, mtazame mtesi huyu, namna ambavyo anatembea, namna ambavyo amenisema, namna ambavyo ameongea, mpaka unatoa na sadaka kwa sababu ya kilichotokea Alhamisi. Mungu Jumatatu alisema na wewe. Amen. Alisema kwa kitakachotokea baada ya hapo, utohitaji kusubiria wakati au mapenzi ya Mungu. Utahitaji kuingia magotini kuomba toba na rehema. Amen. Ili Mungu akusamehe kwa kutokutimiza alichosema. Sio tena kusubiria. There are a lot of issues ambazo tumezifanya sisi, ambazo zimetugharimu kutuingiza maala na kutuketisha paovu. Alafu baada ya pale tusubiri Mungu atende. Mungu hatotenda kwa sababu ya laziness ambazo uko nayo. Amen. Mungu hatofanya kwa sababu ya kula kwako jana, lakini alikwambia amka saa 6 uanze kupambana, kwa sababu ndani ya siku 3 zijazo kuna mambo yatatokea sio ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo ya kufanya. Nimemsoma Yesu vizuri sana. Nimemtafakari huyu ambaye tunamuita ndiye Bwana wetu. Lakini kwa namna alivyoishi inatuonesha kwamba tunatakiwa kuishi vile vile, kufanya vile vile, japo yako mapenzi ya Mungu kutimizwa, but kuna kazi ya sisi kufanya hapa tulipo. Fungua Mathayo 6:10. Mathayo 6:10. Mathayo 6:10. Tumefika wote. Amen. Anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Amen. Asema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko wapi? Uko mbinguni. Sasa sikiliza. Manake ni kwamba kumbe mapenzi yako akonayo tayari, ana kila kitu ndani yake. Kuna namna amekuwa akitaka mambo yatokee juu yetu sisi, na kuna vyote vimezunguka katika hekalu lake, katika nyumba yake kule mbinguni. Anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Nani anatakiwa kutimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani? Sio Mungu, ni wewe. Amen. Kwa sababu mapenzi ya Mungu yalishatimizwa wapi? Mbinguni. Kitakacholeta mapenzi yale kuja hapa duniani sio Mungu tena, ni wewe kuhakikisha unafungua mlango ili amimine yale mapenzi yake hapa duniani. Amen. Haleluya. Kuna vitu lazima ufanye. Sometimes unaweza kaa na mtoto ndani ya nyumba yako, inawezekana ukamwangalia ukaona ana shida, lakini usijua ana shida gani. Ni until aseme kwamba baba au mama, mimi na jambo fulani. Kwa maana yake ni kwamba sisi hapa tunatakiwa kwenda mbele za Mungu. Amesema baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanye nini? Alafu ufalme wake nini? Ufalme wako uje. Ufalme upo na upo kwa ajili ya kila mtu, lakini ili ufalme wa Mungu uje kwa mtu, kinachohitajika ni unafanya nini? Amen. Ni unafanya nini, ni utafanya nini ili mambo yatokee. Maamuzi ya mafanikio ndani ya mtu. Nasema mafanikio ndani ya mtu yanaletwa na maamuzi yake mwenyewe. If you want to die, you will die kwa sababu unataka kufa. Amen. Ukitaka mafanikio yapo yanapatikana, ni wewe mwenyewe utaamua ni namna gani uanze kuyatafuta mafanikio. Na moja ya mafanikio ya sisi wa Kristo yapo katika maombi. Amen. Bidii yako utakao kuwa nayo. Hakuna mchawi mwenye nguvu, hakuna authority alionayo mchawi yoyote kuliko mtu wa maombi.
Mtu wa maombi manake ni kwamba maisha yake, tabia yake imekuwa ni maombi, muda wote ni maombi. Amen, haleluya. Ni maombi. Usipoomba kuna vitu havitatokea. Usiposimama na kuomba na kumlingana Mungu, kuna vitu havitatokea. Kuna ukawaida ambao utakuwa na uona unahisi ni sawa, kuna mateso ndani yako utayapata, na utalia, utatafuta msaada, utahisi haupatikana ama unapatikana. Lakini moja ya kitu ambacho kitakupa ushindi haraka ni magoti. Amen, haleluya. Ni magoti. Mimi hapa, mimi siku hizi kuna jambo nalipitia. Nikiomba risali moja na kuwa sina amani. Amen. Nikiomba masaa 3 na kuwa na amani. Muulize jirani yako, wewe je? Amesemaje? Ukiomba hata dakika 2 una amani. Na sio tu dakika 2, mwingine akiara hata bila kuomba ana amani. Anasikia raha. Unasikia raha hata usipoomba. Na unapata shida ukiota ndoto mbaya inakutesa, lakini haushughulikile ndoto. Na ulipoota unapewa chakula, ulipoota unadungwa sindano, uliamka and you felt kabisa kuna kitu ulifeel kama like kimetokea. Na kama kimetokea, baada ya muda akikuendelea and you okay with it. Baada ya miezi 6 ijayo unashangaa ghafla, mara naumwa, mara kumbe alipanda pando la magonjwa ndani yako. Alafu unasema mimi kupona kwangu mapenzi ya Mungu yatimizwe. Unakufa msukule ukisubiri mapenzi ya Mungu kutimizwa. Wakati uliota ndoto wanakudunga sindano, Mungu akumtuma malaika Gabriel au nani aje adunge sindano mwili wako. Ni bibi yako na mashangazi na mashemeji na mawifi na mabibi zako wote ndio wamekuja wamekusanya kikao, wasema huyu jamaa tumalize hapa, tumpandie kansa, tumalizane naye. Na baada ya kuona sasa umeenda hospitalini, umeenda wakakwambia wewe tunaona tumbo lako ni kama kuna dalili za kansa, unatoka pale, Mungu asante juu ya kila kitu. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, yakiso kwa ujinga. Mniangalie mimi, msiangalie chini. Amen. Angalie mimi. Nishaambiaga nikiwa hapa somo ambalo alikugusi moyo mpaka ukasikia kabisa kutetemeka. Sijafundisha siku hiyo. Nataka nikukune moyo. Afu toka mwambie Mungu no. Nilikuwa mjinga na unaamka. Usiposikiliza neno la uzima ndani yako utakuwa mjinga siku zote za maisha yako. Ukitegemea kwamba isokee. Hakuna kumshukuru Mungu vitu ambavyo havina maana, ambavyo Mungu mwenyewe alitaka uvikwepe visiwe kwako. Alafu mwambie Mungu asante. Mungu amwambia kwa nini? Kwa lipi? Nimefanya nini? Basi sijashughulika na hilo mimi. Haleluya. Unashukuru Mungu. Asante kwa ajili ya adui zangu. Adui wanaotakiwa tuseme asante ni wale ambao wapo kwa ajili ya kutimiza kusudi, sio kuwaleta wewe. Haleluya. Watu wanakuinda usiku na mchana, wameagusa maisha yako usiku na mchana. Mizimu ya kwenu hailali usiku na mchana. Kila mtu amepata nafasi ya kuingia kwako kila wakati, kila wakati. And you are there, unalala, unasinzia, unakoroma, uko vizuri. Unaomba nusu saa, unasikia kuchoka, unalala na unasema mimi ni mtoto wa Mungu. Nani ni mtoto wa Mungu? Ni mmoja aliyetuonesha kweli kwamba ni mtoto wa Mungu. Mungu alimtambulisha akasema huyu niye mwanangu niliyempenda mimi, nimemchagua mimi. Sikilizeni yeye. Huyo Mungu ametupa. Haleluya. Then
na anza kujihesabu ndani yako, kuna nini? Una sifa gani za kuitwa mwana wa Mungu? Kama hata kuomba kwenyewe ni masharti, Biblia kusoma ni masharti, ni shida. Batikula na chooni hawezi ukakwepa. Ushindi wako upo katika mikono yako, miguu yako, akili zako. Kwa ni namna gani wewe amue kuanza kufanikiwa. Nimekuwa nawafuatilia sana watu wanaotumia nguvu za giza. Kwa nini nawafuatilia? Nimegundua kwa nini wanafanikiwa haraka. Ni kwa sababu wako serious na kufanya kazi zao vizuri. Amen. Ushawahi, unajua ukienda kwa mganga yeyote ambaye akwambia umwage damu ili ufanikiwe. Amen. Alafu ndani yako ukasikia kumwaga damu ili ufanikiwe, na ukaenda ukafanya vile kuimwaga ile damu ili ufanikiwe. Amen. Inahitaji moyo usio wa kawaida. Unahitaji moyo usio wa kawaida ili kufanikisha hilo swala. Na inakuwa ni endelevu kwamba lazima umwage damu kila baada ya muda fulani, umwage damu kila baada ya muda fulani, umwage damu, kwa sababu lazima nguvu yako ya utajiri uendelee kuilinda. Wewe unalinda nini? Hicho ulichonacho unakinda na nini? Haleluya. Tuko pamoja? Amina. Mathayo 26. Mathayo 26 38 mpaka 44. 26 Mathayo 26 38 mpaka 44. Tumefika wote? Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Yesu akawaambia, roho yangu mimi ina huzuni. Amen. Roho yangu mimi ina huzuni kwa sababu ya mateso ambayo mkiweza kuona yaona, unasikia kuna huzuni. Unasikia moyo wako na maswali ambayo yamkini yana majibu. Why this? Kwa nini hiki kitu kila siku? Mbona kitoki? Mbona kiendi? Mbona napambana lakini mbona sioni mbele? Amen. Haleluya. Nimetumia dawa hospitalini siponi. Why? Lakini akasema, kaeni pamoja na mimi, tukeshe pamoja. Tukeshe manake nini? So tukae, so tulie, manake tuombe, tukeshe, tuombe. Ikiwezekana ili swala ambayo inanipa huzuni liondoke, but tuombe. Amen. Mungu alikuwa ndani ya Yesu, na Yesu alikuwa anajua yatakayomtokea. Amen. Amen. Lakini katika nafasi ya mwanadamu ametufundisha kwamba omba hata kama unaelewa, hata kama unajua, but omba. Amen. Wewe wajua nini? Wajuaji yamkini Mungu anaweza kabadilisha hicho ambacho unakihisi na unakiwaza, unakiona. Yeye alijua kwamba he has to die, lazima afe. Lazima afe, na kifo chake anakijua namna ya kufa, na anakiona kiko around kinakuja. Lakini akasema no, tuingie maombi, tukeshe, tuombe. Amen. Tuendelee. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifurifuri, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Amen. Umeelewa? Yuko bado anaomba, anamwambia Mungu, sio kwamba nataka mimi, lakini yuko naomba, ikikupendeza kikombe hiki kiniepuke. Yuko anaomba, anamruhusu Mungu afanye ambavyo anataka, but anaomba. Amen. Haleluya. Ezekia, muda wako unahesabika kuwepo hapa duniani. Tengeneza mambo ya nyumbani mwako. Akuanza kulia, ilibidi aingie maombi ili kutekeleza kila ambacho kiko mbele yake. Ni maombi yatabadilisha system, mfumo wa maisha yako.
Ni maombi peke yake. Haleluya. Ni maombi yataondoa uovu ambao unauona. Ni maombi. Ni maombi. Amen. Ni maombi peke yake. Remember, siku moja nilisikia kufunga na kuomba ndani yangu. Wakati nimesikia kufunga na kuomba, pale nikasikia kuumwa. Nikaumwa mafua ya ghafla, homa ya ghafla, hali ikawa mbaya. Wakati naanza kufunga, natakiwa kufunga 3 kavu. Amen. 3 kavu. So nikawaza ndani yangu, niache nisubiri nipone, alafu nikawaza tena mara ya pili, nitapona lini kwani? Kwa sababu gonjwa limekuja, unaniambia nimekuja leo na nitatoka kesho. Alafu mimi nasema sifungi, nisubiri nipone. Ndivyo ambavyo na wewe ungeamua, si ndivyo? Halo? Wa Kristo alio hai, si ndivyo? Lazima ungesubiri upone. Watifu ndio unatakiwa ufe. Alafu Mungu anakuambia funga ili usife. Amen. Amina. So nikafunga. Akili yangu, mawazo yangu, fahamu wangu vyote vimekubaliana na 3 kavu. Lakini mwili wangu unaniambia hapana, unatakiwa kusubiri upone. Nikasema Mungu, mimi naendelea. Sasa nikifa isaponi you. Mimi naendelea. Utajua wewe, utaibika, mimi naendelea. Nikafunga. Ni asubuhi nimeanza. Nafika kama saa 7 mchana. Nikawa nahisi kama nakufa kweli. Hali ni ngumu sana, ni mbaya sana. Kichwa kinauma. Na Mungu ameniambia natakiwa nifunge 3 kavu. Noti kunywa maji, ni kavu. Nisile nisinywe, 3 ziishe. Sasa kichwa kikiuma unatamani angalau ufanye nini? Unywe maji. Sauti kanambia usimeze dawa yoyote. Kichwa kinaniuma vibaya mno, nasikia napasuka. Kwa hiyo nikaachana navyo. Nikamwambia kwa sababu Mungu umesema na niwe nimekusikia, basi nataka nipone kichwa haraka sasa hivi. Maana usipofanya mimi nafungulia. Amen. Akikuacha mpaka saa 12 jioni kinauma kichwa. Kikaa kinanisumbua sana. Saa 12 pale nikapata ka usingizi kidogo. Nikaota nimevaa gwanda za jeshi. Alafu nina bunduki ile swini AK47 ile. Yani sio kawaida. Tupo tunafundishwa namna ya kulenga, ya kupiga, ndio nini unasema? Hiyo. Vitu vingine usikurupuke kusema. Unaweza kushangaa na Teresa. Kwa hiyo ni tunalenga pale. Wakati tunalenga pale, mara ya kwanza nikakosa, mara ya pili nikakosa, ya 3 nikapatia. Afu nikashtuka. Amen. Nilivyoshtuka, nashtuka afu na kichwa kiko fresh. Nikaendelea kuomba, lakini homa ni kali. Homa kweli sio kawaida. Siku ya kwanza nikaimaliza naumwa. Siku ya pili nikamaliza ninaumwa. Mpaka siku ya 3 ni homa, kichwa kinakuja, kinapoa. Miguu kama inakatika. Siku ya 3 nina kama risali moja kufungulia. Amen. Kulitokea wingu la ajabu sana, ambalo sio la kawaida. Nikanasema sasa huu ndo mwisho wangu. Kumbuka nimefunga, sijanywa, kwa nguvu sina. Amen. Baada ya muda, hiyo risalo nilitokea kama giza katika uso wangu, giza katika macho yangu, macho nataka kufunga. Mimi nikahisi kwamba roho inanitoka saa, inalazimisha nifunge macho nife. Nikasema sifungi. Kwa hiyo nikaa na kazana macho yangu, lakini nguvu sina. Homa afu naanza kutetemeka. Jasho linanitoka. Amen. Likali linanitoka. Pale nikakamata kwa usingizi kidogo. Nikaota tena nimevaa combat na begi. Tunaenda kwenye uwanja wa vita. Amen. Kwenye uwanja wa vita tumefika pale, tukapokelewa na watu, wakatupokea.
Wakasema sasa nyie mliokuja sasa hivi, nyie amtaki, vita yenu haiko hapa, mnatakiwa kwenda tena nchi nyingine, ndo kule mnatakiwa kwenda kupigana, kuna watu wametekwa, mnatakiwa kwenda kuwafungua na kuwaleta hapa. Amen. Akatokea mimi akasema hapana, hataki kwenda wote, waende wawili, huyu hapa na huyu hapa, manake na mimi pia kwenye wawili. Kwenye ndoto nikasema, nikataka kumwambia naumwa kwenye ndoto, lakini wakati nataka kusema ni kama nasikia kuogopa. Na tena mimi naumwa nisiende kule, manake naambia ile nchi ni ngumu kuingia utoki. Amen. Sasa wakati tuko pale, ndoto kama ikabadilika, tuko ndani ya nchi ile. Sijavaa gwanda sasa, yani nimevaa mabuti na kofia jeshi hivi, lakini huku t-shirt na suruali tu, kama ilikuwa tu kitu ya kawaida. Ila na bunduki yangu ni nzito, lakini nimebeba utafikiri kama kinyasi. Niko na kufundisha habari ya maombi. Amen. Niko na kufundisha habari ya kutokukata tamaa kwenye maombi. Inawezekana usipate majibu sasa hivi, lakini kuna kitu umekijenga rohoni ambacho ndicho kitasumbua majibu pote alipo na kitialeta kwako. That is prayers. Amen. Sasa baada ya hapo, ndoto ikaishia pale. Akili yangu kasema sijashinda, muda wa kufunguliwa kwa umefika. Sema sijashinda, nikasema hapana, hapa sijashinda. Natakiwa niende niwachukue watu kweli, niwaone, niwalete maana pa kuwaweka, maana yake ndio huduma yangu, kuwatoa watu vifungoni, kuwaleta kuwa huru. Amen. Nikashtuka pale, nikaomba. Baada ya kusema amina, sikusikia kuumwa, sikusikia oma, sikusikia chochote. Mungu akanambia sasa umeshinda. Sasa nikasema inawezekanaje nifunge na niumwe? Kwa nini Mungu ukuondoa magonjwa? Mungu akanambia nimeleta hii kitu, nataka nikuone. Amen. Uhodari wako na ushujaa wako ukoje? Una vitu vingi vya kukutana navyo ambavyo vitakutikisa, but utasimamaje na hivyo vitu kama vitakuja kwako? Kama ungefungulia, manake haustahili. Nikasema asante Baba, nimekuelewa. Amen. Kwa hiyo nikaanza kuomba sasa kwenda kuwachukua watu, ili watu wakombolewe, vifungo viwatoke. Haleluya. Mapenzi ya Mungu kutimizwa sivyo ambavyo wewe unaishi hivyo. Kuna kitu cha kufanya ili mapenzi ya Mungu yaje kutimizwa kwako. Lazima ujikalo, ujitoe sadaka, ujitoe mwanga kabisa, utoke kwenye nafasi ya kawaida ambayo uko na, utoke uje hapa. Amen. Mtu akaniuliza akasema, Apostle, mtu anakuja kanisani, yuko hoi, anaumwa, unaweka tu mkono afu kikawaida eti anapona, inakuwaje? Nikamwambia sikiliza, atukuvitafuta kwamba ndo vimekuja. No. Mungu ni kweli alishatuchagua tuwepo katika kazi yake, but kuna namna ya kutoa sadaka ili Mungu ajitukuze ndani yako na vitu vingine vitokee. Amen. Umetoa sadaka gani wewe? Lo. Ukisoma hapo unaendelea, Yesu alienda mara ya kwanza, akaomba, akarudi akakuta watoto wake wamelala. Akaenda mara ya pili, akarudi akakuta wamelala. Mara ya tatu vile vile. Amen. Lakini alikuwa anafanya nini? Yuko anaomba, japo anasema Baba, mapenzi yako yatimizwe, but niko naomba, siachi kuomba. Haleluya. Siachi kuomba, nitaomba, siachi kuomba. Nitaomba, siachi kuomba. Haleluya. Mungu aliponiambia nitakulisha, takupa kila kitu. Amen. Sitiari ameniambia atanipa kila kitu. Kwa hata ningekaa, nitakiwa nikae nisiombe, satanipa kila kitu. Amen. Akanambia
nitakulisha, nitakuvalisha, nitakulipia kodi na nitakuwa na wewe kila mara utakapokwenda, but nitumikie, uwe na mimi. Amen. Nikaanza kujifunza wana wa Israeli. Mungu amemwambia Musa, toka hapa, nenda, nimesikia kilio cha watoto wangu, nenda Misri, wachukua peleke katika ile nchi ambayo niliahidi baba zao kwamba watakuwa katika ile nchi ya urithi. Musa alipofika, Musa akamwambia Mungu, ninakwenda kule, lakini watajuaje kwamba wewe umenituma? Akasema, listen, nitaandaa, yuko Haruni atasimama, lakini pia nitaweka ishara zangu ambazo zitakutambulisha kwamba wewe ni wa kwangu. Amen. Walipoenda, zilitokea mapigo kama 10 ambayo Mungu alikuwa anathibitisha ukuu wake. Safari ilipoanza ya ahadi, amen, safari yenye ahadi kwamba mtakwenda kuirithi nchi, kwamba mtakwenda kuzaa, amen, kwamba mtaolewa na kuoa. Mungu ameahidi kwamba mtafanikiwa, mtasoma shule, mtafanikiwa. Mungu ameahidi, lakini hajakupa njia na kukuonesha wazi kwamba njia yako itakuwa na mabonde na milima. Hajakuonesha bati namna ya kwenda kufanikiwa. Ninakumbuka ahadi ya Mungu namba 1. Namba 2, najua mapenzi ya Mungu yashatimizwa kwamba lazima nifike kule. Na nini cha kufanya mimi? Ni kuomba, kupambana, kutengua na kuharibu kila ambacho kimekuwepo ili niende kufika kule ambako kinatakiwa. Haleluya. Haleluya. Ni Mungu huyu ambaye alisema, tazama nimekuweka juu ya mataifa ili kubomoa, kuharibu, kung'oa, kujenga na kupanda. Amen. Ni Mungu aliyesema Bwana atawapigania ninyi na mtanyamaza kimya. Ni Mungu huyu. Amen. Si unaelewa? Ni Mungu alisema mabaya hayatakupata. Amesema. Lakini Mungu amesema nimekupa mamlaka kwa kanyaga nge na nyoka. Unawaza huyu Mungu ana nini? Anamaanisha nini? Huko anaonesha kama atatupigania, huko anaonesha tupambane. Amen. Ni Mungu huyo. Leo umetulia. Kuna mtu leo akipigwa kitu kizito huko na wenzake huko, anakuja mtandaoni kwenye simu chake, anaandika Bwana atatupigania sisi na tutanyamaza kimya, na tupostia mtandaoni. Wakati ndio kashapigwa sasa. Haleluya. Amen. Ndivyo ilivyo. Kila kitu kipo katika nafasi yako. Ni wewe namna gani ya kukileta kiwe active. Walitoka bahari ya Shamu, sio Mungu alishuka, alimwelekeza Musa cha kufanya. Walifika Sinai, sio Mungu alishuka, alimwambia Musa afanye nini. Walifika Udani, Mungu akushuka, alimwambia Yoshua afanye nini. Amen. Kila kitu Mungu amekipanda ndani yako. Kumwa kwako sema na kataa magonjwa, alafu thibitisha kwa neno. Imeandikwa, kwa kupigwa kwako sisi hapa tumefanya nini? Alafu anza kutembea kama aliyepona. Alo. Haleluya. Evueke katika maombi. Ingia katika chumba chako cha siri. Manake katika malango ya kiroho. Mwambie Mungu, nimefika mara pako hapa, tuzungumze pamoja. Tuongee pamoja, tuombe hapa. Nataka kupona. Mimi sintokufa bali nitaishi. Amen. Tembea. Onesha wale ambao ndio wanaotembea na wewe, wanaokufuatilia. Unajua iko hivi. I wonder. Uko na washa moto, uko unaomba, lakini eti unatembea, kuna kivuli kinatembea na wewe na ni mwana maombi. Ulika kuna shida. Haleluya. Shida zipo na zinatakiwa kuwepo ili tu challenge sisi ambao wana maombi, ili tuendelee kuomba. Asema atakayeomba, atakayevumilia mpaka mwisho, ndiye atakayefanya nini? Atakayeokoka. Lakini sikiliza, hii kuvumilia sio kukaa. Unahitaji kuwepo katika uwanja wa vita, kupambana. Haleluya. Uko na mimi? Amka kwenye usingizi ambao umelala. Mwambie Yesu, uliwezaje? Ulifanyaje?
Yesu akasema sio kwa mapenzi yangu bali kwa mapenzi yako kikombe hiki kiniepuke, ni kizito na ni kigumu, mimi siwezi, hiki kikombe sikiwezi, bali Mungu mapenzi yako yatimizwe. Inawezekana kuwepo kwangu hapa duniani, haya mateso ndo Mungu utajitukuza. Haleluya, haleluya. Kuna siku moja inaweza ikatokea ukakutana majaribu ambayo sio ya kawaida. Na nimekuwa nikiwaambia wanawake wengi sana mlio kwenye ndoa, unaishi na wame zenu, naishi na wame zenu, mashtaka mlio nayo ni upungufu, mnisamee. Amen. Nini? Mnisamee kwa sentensi ni ngumu kidogo, ni upungufu wa akili ambao shetani ameamua kuja kuwalamba. Niulize kwa nini? Sema basi. Wanawake sema kwa nini kwa nguvu? Sikiliza sasa. Wanawake mnatudanganya. Mnatuambia nini ni jeshi kubwa. Amen? Hivi mnajua maana ya kuwa jeshi kubwa? Sasa nikimfuatilia mwanamke kiroho, mwanamke amepewa nguvu kubwa sio kawaida kuliko mwanamume. Kama mwanamke akiingia magotini kuomba. Amen. Hello? Mimi nataka niprovie kwamba jeshi kubwa kupitia magoti yako. Sio hapa. Amen. Hapa hapana, ingia magotini hapa. Mwanamke ana uwezo kubadilisha kila kitu akitaka akiingia magotini. Na hapa mbinu. Mume wangu sio anafanyaje? Si mume wangu anafanyaje? Umebaki kuangalia sio nani ananiroga. Mara sio mume wangu sio anatoka na nani? Mara sio. Sikiliza. Havitobadilisha chochote hivi ambavyo unavisema. Kama utoamua kuingia magotini kuomba kwamba Mungu, mimi ni kiumbe chako hapa, niko hapa. Sitoki magotini mpaka mume abadilike. Sitoki magotini mpaka ili nilione imetokea. Na Mungu anasikia sauti ya mwanamke. Machozi ya mwanamke yana nguvu. Haleluya. Uko na mimi? Amen. Maombi yanayokwenda kugusa moyo wa Mungu yenye hoja. Amesema leteni maneno yenu na hoja zenu kamili. Muone kama sitaweza kufanya, nitafanya. Maana Mungu anataka hoja yako kamili. Umenipa huyu mume. Umenipa huyu mume. Hizi pombe natakiwa kuziona. Kama natakiwa kuziona basi Mungu asante na kubali. Lakini Mungu bado nataka mabadiliko ndani yake. Haleluya. Washakuwa bize mama, mume wangu, mtoto wako huyu, pombe kila siku mpaka mama mkwe kasha kuchoka. Akaambia usitaka mwenyewe mimi nikuadhimisha ule naye. Maliza mwenyewe. Sikiliza, usipende kwenda kushikilisha. Njoo hapa kwa Mungu, mwambie Mungu, sikiliza. Huyu mwanamume na wanawake kila siku wanawake. Kwa nini Mungu sipige hiki kimdudu hiki? Akiwa anaenda kutoka kule kisinyae. Kilale. Amen. Kama wanaenda kwa ganga wanafanya na vinalala. Wewe usidi kwenye maombi. Samahani, mimi sijui kutafsiri, mimi sijui naongea. Tajua wenyewe. Haleluya. Amen. Kwa nini mvijui? Mtu mwingine anaangalia apostle yeye mfunga maneno. Maneno gani? Ujui? Ndio maana kwa Mungu mnakuwa naibu kumwambia. Wewe mbele za Mungu mpaka washoe tunatemeka mdomo, si Mungu atasiaje neno? Si Mungu alikiumba hicho kitu nani? Mwambie Mungu, naomba Baba, huyu mwanaume huyu mwanamke huyu mtoto, nenda mbele za Mungu, be open. Mwambie Mungu namna hali ilivyo, anataka kusikia kutoka ndani yako. Sio mapenzi yako atimizwe. Na je, ipo siku mume wangu atabadilika. Tutabadilishana. Nitakutoa mimi sasa, wewe ndio utanifuata unye pombe na wewe tuende pamoja. Haleluya. Haleluya. Unaenda na familia ya kichawi. Unaingia pale, kazi yako sasa ni kulia ovyo ovyo. Kila siku wanakuja usiku, unafunga macho, unaona mama mkwe pale yuko mlangoni. Unasema oho, sikiliza, vishi hivyo, ingia magotini. Wakuchukie kwa sababu ya maombi. Amen. Watishe kwa ajili ya maombi. Hapana uganga, hapana uchawi. Ingize kwenye maombi hilo neno. Litafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Mesia kina mama,
jeshi kubwa. Jeshi kubwa hapi, vikoba ndo jeshi kubwa. Tuende hapa kwenye maombi, ndo kuna jeshi kubwa. Haleluya. Mimi wangu hataki nije kanisani. And you are okay with it. Na huko baba mimi nakupenda. Mungu anasema nini? Huyu mwanaume na mimi nani? Who is better? Nani hapa ana nguvu kuliko mimi? Nani? Lakini kwa sababu unahitaji ndoa, unajua kabisa nikifukuzwa, mfukuzwa kwa sababu unang'ang'ana kutafuta uso wa Mungu. Na muipeleke mtandao niyo, muipeleke muipost. Ili tuone wanatukana wanafanyaje. Haleluya. Mfukuzwa kwamba mimi nitang'ang'ana na wewe Yesu. Huyu ni kiumbe, ni mwanadamu ambao kifa anaoa mwingine. Na achelewi miezi 3 mbele yake. Akamwambia sikasha kufa bila nituruhusu. Haleluya. Uko bise kulinda ndoa, upumbavu ndani ya ndoa. Uko bise kulinda ujinga ndani ya mtu ambaye amjui Mungu. Shetani uko unakaa naye. Ingia magoti, mwambie Mungu, sikiliza, kama Mungu uliniumba kwa mfano wako, huyu afai kuwa mfano kwangu. Kwa sababu nalibu hekalu la Mungu kwa namna hiyo, nataka Mungu simame. Ongea kila siku. Wanakula sema mimi siri na mlingana Mungu. Ana alipofanya maamuzi na alipata mtoto. Bila maamuzi asingeweza. Haleluya. Amen. Maamuzi yako ndio yatakupa thawabu, yatakupa taji, yatakupa nguvu. Haleluya. Amen. Unanielewa vizuri? Uko na mimi? Marko 9:29. Marko 9. Yes. Marko 9:29. Tuanzie juu. Tuanzie 26. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akamwambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Amen. Umeelewa? Umesikia vizuri? Liko open limesema havitatoka hivyo ambavyo uko navyo, havitaondoka hivyo, havitatoka hivyo. Ni kwa maombi. Ni kwa nini? Ni kwa maombi. Haviwezi kuondoka, ni kwa maombi. Utalia, utaona dunia imekulemea, bati ni kwa maombi ili vipate kuondoka. Amen. Biblia inasema kwamba kwa namna hii, manake vitu hivi ambavyo mnavitaka vitokee katika maisha yenu, pasipo kusali na pasipo kufunga, mtabaki kuendelea kuwa watu wa kawaida na kusubiria Mungu atimize. Lakini Mungu hatotimiza. Maana tumesikia kwanza kule kwamba mapenzi yako yatimizwe kama uko mbinguni ilivyo, basi na hapa duniani ndivyo ikatimizwe hapa. Amen. Haleluya. Kwa tunakuja kujua kwamba mimi nautaga ndoto na kuaga na pesa nyingi sana, na utaga ndoto na nyumba nzuri, lakini maisha yangu ni ajabu. Amen. Unapoota ndoto, nini kinatokea? Kwa nini usiseme Mungu, sasa kwa namna hii nilivyoona, mimi naingia maombi leo. Nafunga siku 7, iwe ni asubuhi mpaka jioni. Nafunga siku 7, naingia maombi hapa. Nitaomba mpaka nione nuru inatokea. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo
Kumbe kuna ushindi ukitumia damu ya mwanakondoo. Basi nitatumia damu ya mwanakondoo kupata ushindi mbele ya adui zangu. Haleluya. Unafanya nini? Unafanya nini? Au vijui hivi vitu, ndo maana umebaki kuwa kawaida. Lakini tukikuuliza unavyovijua, havileti maana yoyote. Kwenye simu yako kuna magrupu kama 20. Amen. Ni kama 20 magrupu ulionayo. Ni ya siasa, ni ya udaku, ni ya ile kausha damu. Huko unakauka hata uelewi. Biko humo ndio umevijaza. Na una michezo si ya nguo, si ya cherehani, si ya mandazi. Yaani una michezo mingi. Ni magrupu kama 20. Ikipita hiyo akamwambia mchango wiki ijayo nani? Hii inapita tunawadai walipe mahela zetu. Yaani ndo vinavyotembea. Amen. Alafu utakuja kufika hatua utaanza kusikia ndani yako umekufa. Na unakufaje? Utaanza kusikia hauna amani tena ya kuishi. Utaanza kusikia hata watu wanaokuzunguka unaona kama ni wote ni maadui, kwa sababu Roho wa Mungu asipokuwa anachochewa ili kubaki ndani yako ataondoka. Itakuja roho chafu na mbaya kama Sauli, itaketi ndani yako, itaanza kukupa mawazo ya uovu. Sema nakataa kuwa mtu wa kawaida ndani ya mwili wangu, ndani ya roho yangu, ndani ya nafsi yangu. Nakataa kuenenda kibinadamu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Maombi yataondoa misingi ambayo unaiona ni migumu. Ile milima ambayo unaiona iko mbele yako, mambo magumu ambayo unaiona iko mbele yako, maombi yataondoa. Kufunga kutaondoa. Haleluya. Haleluya. Mungu anakuambia, baba, mimi nikianza kuomba sana ndo matatizo yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo naonaga niache. Nikushauri kidogo na nikwambie, katika watu wote ambao walifanikiwa kupitia maombi, walipitia hiyo scenario. Kwa hiyo sio wa kwanza, ila alichokifanya consistency iliishi kwao. Waliamua kuwa na mwendelezo wa kupambana mpaka kushinda. Amen. Wewe unajua ulimwengu roho vizuri. Unaelewa vizuri? Kutoka kiti hiki mpaka kile kuna ka distance hapa kapo. Wewe uko kule ndio umesimama. Amen. Kwa unahitaji kutengua kiti kimoja kimoja mpaka kufikia mahali penye tuzo. Amen. Kwa maana yake ni kwamba wote ambao wamesimama katika njia kuzuia mafanikio yako wanayo nguvu kupambana na wewe ili kuhakikisha autoboi. Amen. Kwa namna unavyozidi kupambana maombi hayatozuia aibu. Amen. Ila ndani ya aibu utapokea kicheko, kwa sababu maombi yalikuwa yanakupigania. Ila kuna wakati maombi yanapigana kuzuia hata aibu isikujie. Sio kama unanielewa? Unanipata vizuri? Mmekaa vizuri, naona mna nyuso nzuri zinapendeza. Na rohoni pia Mungu apendezeshe. Amina. Mwe smart, mwe fire. Haleluya. Haleluya. Yes. So moja mtu akaniotea ndoto. Na nimekuota unaumwa sana. Sana. Yaani sana. Nikamwambia asante. Barikiwe, nitaomba. Afu nikaenda nikapiga magoti nikamwambia Mungu, wewe ameota naumwa sana. Sasa ni mimi au ni nini hiki? Na sasa nikiumwa kazi yako itaendaje? Amen. Nikaona Mungu hajanijibu, nikasema hivyo sio vya Mungu. Mimi ngoja ni Mungu, nakataa magonjwa kwa jina la Yesu. Kaendelea na maisha. Amen. Haleluya. Na wengine mtu anakuotea ndoto asubuhi ni mbaya. Mwingine wa pili mchana mbaya. Ya tatu jioni mbaya. Sema Bwana nitolee na ndoto zenu huko. Hasa wao waliita ndoto wako wote wewe. Si Mungu aliita ndoto. Amen. Ukitoka pale ingia kwenye maombi, omba. 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 Niliwapa scenario moja nilichokitaka kwa Mungu. Nikamwambia Mungu, nataka kuwa mwana maombi mzuri sana. Niombe nifika hatua mpaka dunia iseme haleluya. Jamaa naomba. Amen. Na nisiombe tu, niombe matokeo yatokee. Yatokee.
Sasa kwenye maisha yangu ya kuomba, tangia nimeokoka, maisha yangu ya kuomba seriously nilianza 2017. Seriously ile kuomba kweli kweli. 2015 ilikuwa ndo najifunza kidogo, but 17 nilianza kuomba kweli kweli. Amen. Sijawahi kukutana maombi magumu yanayokatisha tamaa, yanayovunja moyo kama maombi niliyoyaomba 2025. Halo. Amina. Nataka nikupe kitu ujue. Sijawahi kuomba maombi pasipo kujibiwa on the spot. Ni machache ambayo Mungu aliniambia hapa bado, muda bado, ila litaki kutokea na hata usitegemee sasa hivi, but liko karibu. Akisema liko karibu manake hata kesho ni karibu, but inaweza likaja baada ya miaka 10 ijayo kutokana na utulivu wako kutulia kama ambavyo walikaa Misri wakatulia. Amen. 2025 kuanzia mwezi wa 4 mpaka sasa naweza kukwambia maombi prayer point nazo 3 ambazo ndo kila siku namlilia Mungu, lakini mpaka leo haijatokea. Haleluya. Hajafanya nini? Siku moja ubinadamu uliniingia na nakwambia, nakupa aka kanani ukasikie. Ubinadamu uliniingia. Nilikuwa nyumbani, nikachukua mtu nikatoa kitanda nikaweka chini, nikakaa chini, alafu nikafunga macho yangu, nikaanza kumtafakari Mungu. Kwa nini ninaomba Mungu anavyonionyesha mimi ni vitu vya ajabu? Majibu ya maombi yangu hata kwa ndoto, hata kama maono sioni. Amen. Nikamwambia Mungu no. Nikasema sasa nitaiquit. Nitaacha kila kitu na nitakuacha pia. Amen. Mungu usije kumtisha hivyo, anza kukushangaza. Sipokuwa makini. Amen. Uwe na uhakika unachokisema, kwa sababu una haki ya kupewa, lakini una haki ya kupewa kwenye muda unaotaka. Haleluya. Umenielewa? Una haki ya kupewa na Mungu kila kitu, but not on time, kwenye muda huu ambao unataka wewe. Pale machozi yakaanza kunitoka. Yakanitoka, nikalia kama mtoto mdogo. Nililia vibaya mno. Nikalia sana. Afu nikamwambia Mungu asante. But I don't deserve this. Kwa nini hiki kitu hakitokei? Why? Kwa nini hapa sitoboi hapa? Why? Vifungo sivioni vya kunitesa, but why Mungu sioni kutembea hapa? Mungu hakusema, kimya. Alinyamaza kimya, hakusema chochote. Unanisikiliza vizuri eh? Sasa jioni yake moyo bado na maumivu, naendelea kuumia. Ama akaja, nikamshirikisha mama Aposto, nikaanza kuongea naye. Wakati naongea naye, sasa Aposto naye akapata shida moja. Anishauri mimi kivipi, wakati mimi hapa Amen. Atakaje kuja kuishon na kijua kwamba baba tuendelee kuomba. Ndio ushauri, hamna mwingine. Amen. Hata nimemwambia ikabidi aseme, akisi baba hapana, usiseme hivyo, mbona Mungu anakufanyia makubwa hiki tu. Nikasema no, nimeomba muda mrefu. Amen. Na kitu kwake kinaniumiza, naumizwa na jambo moja. Mungu asemi, aongei, yuko kimya. Ile vingine anaongea. Ila hiki ambacho ni cha muhimu kuliko vyote, amenyamaza kimya. Baada ya kuweza kuenda na Aposto, nikafungua
YouTube. Kuna mtumishi ambaye simjui, sijai kumuona hata mtandaoni. Nilipofungua pale YouTube akatokea pale juu. Title ilikuwa imeandikwa pale, imeandikwa hivi: kama unahitaji kuondoka hapo ulipo, amen, sadaka uliyoitoa haitoshi, ongeza sadaka nyingine ndipo utoke. Sasa niliposoma pale nikasema anyway, ngoja nifungue aka klipu kidogo nikasome. Yule mzee akata anaongea ni kama alikuwa ananiambia mimi, machozi yangu nilikuwa nalia, kwa nini nilikuwa nalia. Amen. Nikakuta anatoa ushuhuda kama nilivyosema hapa, anashuhudia watu kwamba it happened once, ilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini Mungu akamtoka sema no, sadaka yako haijatosha, ongeza sadaka nyingine. Amen. Amen. Hey, nikafunga YouTube pale nikaweka pembeni. Nikaenda Yeremia sura ya kwanza. Nikasoma kwanza Yeremia, nikasoma. Nikaona kumbe Mungu amenifanya mimi kuwa kama boma, ngome. Amen. Nimepewa nguvu kwamba watashindana na mimi lakini hawatanishinda. Nikajua kwamba kumbe kuna mashindano ila pia kuna kutokushindwa. Hello? Amina. Sauti pale pale nikasema sasa na kujibu leo. Hujaomba bado. Hey! Nilinyongonyea sana. Kama Mungu sijaomba. Mimi muda wote naomba sijaomba, na kesha sijaomba. Mungu akaniambia nakupa timetable ya kuomba. Akasema usiombe risali moja, umeshavuka. Usiombe masaa mawili, umeshavuka. Usiombe masaa matatu, ushavuka. Ila kama utaomba kidogo uishie matatu, then answer. Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha taratibu namna ya kwenda. Akasema level ulifikia, viwango vya vita ambavyo uko navyo wewe vinakuhitaji either kama ukiomba kidogo ni masaa 6, but masaa yanayohitajika kwa ni masaa 8. Umepiga magoti unaomba. Nikasema Mungu naomba nini hapo? Masaa 8 yote naomba nini sasa hapo? Hapo siri imenikalia kweli hapo. Haleluya. Nataka nikuoneshe kwamba vita yako ulionayo, wakati ulianza kuomba nusu saa, ukapanda lisaa, alafu ukatokea tokandirudi tena dakika 2. Afasa apostle, mimi naomba ujue. Mimi naomba ujue apostle. Nasoma na Biblia, baada ya kuomba napiga na miayo. Amen. Afu nataka matokeo yatokee. Mwenzako ameamua masaa 8. Sasa nikaanza kusema nafikishaje masaa 8 mimi hapa? Nianze kufanya ili nifikishe masaa 8. Naweza. Lakini Mungu akaniambia, akanikumbusha, unakumbuka 2017? Unakumbuka? Akasema ndio. Akasema mbona ulikuwa unaweza kuomba masaa 12? Mbona ulitoka? Amen. Amen. Rudi tena kule, ndipo utapata hicho ambacho unakitaka. Haleluya. Baadaye nikaona kamseka kondani ya pango, kana mzuzu mweupe umeenda hivi, kana ni kamzee, lakini ukiangalia kanang'aa sana, kako ndani ya pango, kamepiga magoti. Haleluya. Ikasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, mwenye tabia kama sababu aliomba kwa bidii. Mungu akaniambia, unaona pale, huyu amefanikiwa, anayo nyota, anayo nuru, anayo mwanga wangu. Anasema ondoka na ufanye nini? Na uangaze. Hautoangaziwa pasipo kutoa sadaka yako. Hautoangaziwa pasipo kutoa gharama ya muda wako. Kama ukiendelea kutazama mambo unayotazama, hautofanikiwa. Mwanga utakuja lakini ni hafifu. Kuna neema itakuwa kesho, neema inayohitajika juu yako kwa sababu ya namna unavyotembea. Akasema oh Lord. Akasema kuwa kama yule. Nikamwambia Mungu, nafikaje huyu mzee sasa na miaka? Akasema no, start now. Anza sasa hivi. Ninavyokufundisha leo, anza sasa hivi. Anza Mungu, sasa nimebadilika. Sasa niko tayari kupokea muda wako. Niko tayari kuanza kuleta mabadiliko ndani yangu. Na acha kuwa kawaida kwa namna kufuatisha mwili hivi ambavyo niko navyo. Haleluya. Amen. Kwa nikaanza taratibu.
Nilipoanza taratibu nikaanza. Siku moja tumeingia kuomba nyumbani. Tuko tunaomba. Wenzangu nikaomba nao. Ndani nilianza kama saa 4 kama sikosei. Walinikuta kitu kama hicho. Tukaomba. Wakaenda kulala. Saa 8 wakalala. Nikaomba kuanzia saa 4 usiku. Nikaomba. Ilipofika saa 10 nasikia kando nimeanza upya. Nikaomba saa 12 nasikia kando nimeanza upya. Haleluya. Nikaomba mpaka saa 1 kama nimeanza upya mpaka saa 2. Amen. Koo limekauka. Koo likakauka. Nikatulia. Sasa tunaambia lakini hujamaliza. Haleluya. Sio sifa. But I'm teaching you. Ili utoke hapo ulipo utoboe. Haleluya. Ufanye nini? Hapo ulipofanya nini? Mwili haufai kitu, but roho yako kuna namna inahitajika iwepo sehemu ili kila kitu kitokee. Utajiri wako, maisha yako katika wapi? Katika roho. Amen. Imba na mimi huu wimbo. Na wimbe vizuri sana. Na Mungu ashughulike na wewe. Karibu Yesu, utawale. Yesu utawale tu. Oh, karibu Yesu, kama wewe utawale. Tawala Yesu, Yesu Baba, tawala maisha yetu. Karibu Baba, tawala Yesu, tawala Baba, karibu Yesu, tawala yawe, tawala Baba Yesu, karibu Haleluya. Yesu asema uimbe Yesu atawale maisha yako. Atawale ndani yako. Umruhusu aingie kwako ili abadilishe system. Abadilishe maisha yako, mawazo yako. Kila kitu kianze kutembea. Haleluya. Ukifungua Isaya alaka 1:18 inasema njoni tusemezane. Maana tumepewa nafasi ya kwenda kwa Mungu tusemezane. Asema dhambi zako zijapokuwa nyekundu itakuwa nyeupe kama nini? Kwa kama Mungu ana uwezo kubadilisha hata dhambi, maana anaweza kubadilisha hata maisha yako. Haleluya. Anasema njoni tusemezane. Maana twenda kwa Mungu tusemezane. Aya yote ambayo tunayaona tunayapitia tusemezane naye kwamba Mungu ya tired of this. I'm tired of this. Nimechoka kuwepo jangwani. Nimechoka kuwepo kwenye ukame na uharibifu. Kila jambo ambalo nalifanya Mungu alitokee why? Niko hapa. Mungu mpaka useme ndo natoka hapa. Haleluya. Kuwa mtu kungangania. Usiwe mtu kulia. Kuwa mtu kutaka majibu kutoka kwa Mungu direct. Haleluya. Haleluya. Siku moja nikasema Mungu, nilikuwa naabudu sehemu na baba yangu wa kiroho yupo. Nikamwambia Mungu, enough is enough. Nahitaji majibu. Kama mimi sistahili kujibiwa kwa kusikia na kwa kuona, basi nenda kwa baba yangu ambaye namtazama kama mjumbe wako. Nenda ukaseme naye.
Mungu nisikie, nataka kutoka hapa nilipo niende sehemu nyingine. He did it. Inawezekana ni kweli unaomba, lakini viwango vya kusikia huna, viwango vya kuona huna. Basi mwambie Mungu, nenda kwa yule ambaye ana uwezo kuliko mimi, useme naye kwa ajili ya maisha yangu, ili hapa nitoke nilipo, nimechoka. Haleluya. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, waresefu jina lako. Sema Baba, Baba wa mbingu, nyosha mkono wa watu wote huo walisifu jina la. Sema Baba, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wa Baba, watu wauone, walisifu jina lako. Ukiwa naimba wimbo, anasema watu wote wauone mkono wako, walisifu nini? Jina lako. Let me tell you, wewe ni chombo cha Mungu ambao unatakiwa kuwepo mahala ushiriki, ili watu wamuone Mungu ndani yako, wamsifu Mungu kupitia wewe. Haleluya. Don't wait. Usisubiri eti Mungu atimize mapenzi yake. Usisubiri eti Mungu eti wakati wa Mungu hujafika. No, endelea kusonga mbele, endelea kuomba, yamkini huko nje unahitaji kuomba kurudi ndani. Haleluya. Haleluya. Ni mtu mmoja tu peke yake aliyekuwa ndani ya kifungo na amemezwa, akamsifu Mungu na akasikika, Yona. Wengine hatuwezi kuwepo ndani ya kufungwa, ndani ya vilio, ndani ya mataabu, ndani ya kutabika, tukamsifu Mungu akatokea. Tukamwambia Mungu tutoe, tupeleke pale. Kifungo cha ajabu sana, cha ndani na ndani. Akatokea Sauli na Paulo wakamsifu Mungu katika gereza, likatokea tetemeko, watu wakafunguliwa. Tuna nini sisi? Mlingane Mungu wako. Haleluya. Acha kuwa kawaida. Acha kuona vitu vingi ukaridhika, usiridhike. Mtu wa Mungu aridhiki mpaka itokee. Amen. Haleluya. Amina. Na Yesu aliomba na Mungu akumwacha peke yake, akasema sikiliza, utatembea, utabeba msalaba wako, but hautofika kule. Nitakufikishia mimi kule. Nitamuinua mkreni, atatembea na msalaba wako, ataupeleka kule. Wewe utaenda tu ili utimize kusudi. Kuna watu lazima waje katika maisha yetu, wameandaliwa, wako sehemu. Amen. Na leo tutaomba waje pia. Amen. Kuna watu ambao wanatakiwa kuone wewe, na wewe ni destiny helper kwao, ile umetulia. Ushaye kuomba kwamba Mungu, mimi pia nahitajika kuwa sehemu ya wengine kufurahi. Kuna mimi nipe ili wafurahishe wengine. Amen. Wewe usiombe tu baraka zikujie. No, hapana. Mwambie Mungu, hii ni hoja kamili. Kwamba Mungu, nahitaji pesa nisile peke yangu. Wakale na masikini, wale na wazee na mabibi, wale niwajengee watu mashule, nijengee watu nyumba ambao wana uwezo, nilishe watu ambao wana uwezo. Mungu asipokupa kuna shida labda. Lakini kila ukiwaza kutafuta hela, ukipata tunaanza mchepuko wako pia umpe. Na Mungu amekupa. Haleluya. Kila ukiwaza hela, ukishaipata tunaanza chipsi. Pale unaanza usuke nywele
za 70,000, 80,000. Sikiliza, unasuka nywele za 70,000, 80,000. Si upendeze, si ndivyo? Si hela unayo, lakini kakupa Mungu, hajakupa usuke hiyo nywele. Kakupa you have to share. Kwamba sasa Mungu nimesha share na I deserve kusuka 70,000. Sina deni kwako. Amen. Afu kabisa mapenzi ya Mungu atimizwe wapi? Wakati Mungu alikutendea jana, afu wewe ukabaki kikawaida. Ukawaacha watu wengine. Nyumbani kwako una kilo 50 zimeweka pale zinaonekana. Unapotoa ukapika pale ukamaliza, ukoko unaona ni uchafu. Wenzako ukoko ni kimbilio. Hauje kuona hivyo? Ukoko kuna wengine ni kimbilio. Anatamani ule ukoka upate ni mweusi tititi. Lakini anasema hii kwangu ni nyeupe, tumbo kuna asidi na ukiingia vitu vinachekechwa, vinamwagwa, inabaki nimeshiba. Halo? Si ndivyo? Alafu wewe unasema baada Mungu akasha kupiga na umasikini, ukose chakula, ukabise najua Mungu atanibariki tu. Mungu anakukumbusha, nilikupa kila 50, uliweka ndani. Alafu baada ya hapo ulifanya nini? Ulikuwa ukipika, watoto anakula ili na wewe unafanya unamwaga. Na una nguvu kwenye kumwaga. Una nguvu. Sababu umeshiba. Haleluya. Amen. Siku moja niko ndani ya daladala. Ukiwa unatoka basi pajui vizuri. Hii barabara ya Magomeni ukiwa unatoka, sio kwenda Fire, hii inatoka huku nyingine. Unaenda hivi. Kwa huku nyuma huku kuna sehemu kuchafu. Kakutana na kwa daladala, niko daladala, naona mkaka mmoja ni kama kichaa, lakini ni kama ana akili yule. Amekusanya mikate pale. Kwa anatoa mkate, afanya nini? Anakula, alafu na kijuisi. Anakunywa. Mikate kama 3. Hii mikate ukiangalia kwa hali ya kawaida huwezi kula. Sasa pale. Kwa mimi nikaanza kumtafakari yule mtu. Nikasema huyu of course ana akili sasa hivi, kapigwa na kitu kizito. Sio nani kamloga hapa. Lakini kiuhalisia ya maisha kuna watu wengine hawana uwezo wa kuja kula, lakini wakimwangalia kichana kula anasema bora hata amekula ameshiba. Amen. Amen. Mungu akanambia kama unataka kutajirika, kuwa tajiri mkubwa sana, moja ya kitu taki kukifanya ni kumwaga chakula chako. Naambia nyinyi mnaomwaga chakula, mko hapa mnamwaga, alafu baadaye msema mapenzi ya Mungu atimizwe baadaye. Mnaomba wewe maombi hayajibiwi, kumbe ulimwaga chakula. Amen. Nitabariki kapu lako na waza hii ni ahadi nimepewa na Mungu, but why kapu langu limekauka? Akasema usimwage chakula. Maliza. Hata ukienda wapi usimigawa ukanunua chakula, hakikisha unakimaliza. Kama uwezi funga kwenye kamfuko, pelekea mtu wale au pelekea watoto wako. Amen. Na hata kwani uende kwa peke yako? Si uchawi huu. Mwite jirani yako, unaweza kwa sababu una shida kushiba haraka. Kwa mwite hata mwenzako, ambie ndugu, hem tuongozane kidogo. Maki naelewa mimi tumbo langu na shibaga haraka. Kwa unaweza ukafika pale, afu mwambie wewe agiza kidogo ili baadaye muongezee. Ibadi mmalize, msipate laana kwa Mungu. Usisubiri mapenzi ya Mungu timizwa. Kuna vitu vya kufanya ili mambo ya Mungu yatimizwe kwako. Haleluya. Esther, ukisoma Esther 4, sura ya 4, kuanzia mstari wa 4 mpaka 17. Baada ya Mordekai kusikia kwamba kuna mashtaka juu ya Wayahudi ya namna kwamba inatakiwa wafe,
Mordekai akatuma kwa Esther ambaye ni malkia kwamba kuna haya mambo yanatokea, wewe uko juu pale, fanya haraka iwezekanavyo ili tutondoke kwenye hii kitu, tusije tukaangamia. Amen. Esther akasema, jomba, usiwe na shida. Haya mavazi uliovaa kwanza yavue, vaa tu nguo nzuri, utaki kuvaa magunia. Mordekai akasema, sikiliza, mimi najua kilicho ndani, sitoacha kuvaa magunia mpaka kieleweke. Amen. Akamwambia, usije ukafikiria eti kwa sababu ni malkia, lakini kumbuka naye ni Myahudi uko ndani. Kwa hiyo likitupata sisi ndio litakupata wewe. Esther akasema, okay, nao nimejua. Unajua tuna sheria hapa, hakuna mtu aliyewahi kuingia kwa mfalme hivi hivi. Pana sababu na pana njia, mpaka fimbo ikunyoshe ile fimbo ndipo pate kibali cha kuingia. Haleluya. Esther Mungu akamfundisha haraka, akasema, sikiliza, vyote ni vya duniani. Mimi Mungu naweza kutengua wakati wowote, kubadilisha wakati wowote. Akasema, fungeni siku 3, usile usinywe, tunaingia mfungo kwa ajili ya kutengua sheria. Haleluya. Haleluya. Lakini nataka nikufundishe na nikukumbushe kwamba Esther alikuzwa kutoka nyuma akiwa msikivu, akiwa na moyo wa unyenyekevu. Amen. Na ndio maana alipoambia usije thubutu kasema kabila lako, akusema kwa sababu ni msikivu. Amen. Kwa wakati unaomba kuwa mnyenyekevu pia, wakati unaomba kuwa msikivu na mtiifu, alafu mruhusu Mungu afanye. Hapo ndipo mapenzi ya Mungu yatakuja kutimizwa, lakini kwa kitu unakifanya na kinatembea. Haleluya. Haleluya. Sema, nitaomba kuanzia leo. Nitaomba kuanzia sasa. Nitasimama kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Kwenu kuna mambo mengi yanatokea. Nataka mtu mmoja aniambie afanye nini ili kile kitu nyumbani kwao kinachoendelea kutokea kiache kutokea. Yamkini kifungo, yamkini shida. Juzi kati niliwaambia namna ya kutoka kwenye mizimu, nikaapa na njia za kufanya. Amen. Wangapi tumefanya hayo maombi niliyowaelekeza? Ina mikono hivi mliofanya? Amen. Wengine Mungu awabariki, tutakutana kwa namna ambavyo hupo. Hautowahi kushinda. Unahitaji kuwa jasiri, hodari na mtu wa vita. Hauwezi na hutoweza. Amen. Mtu mmoja alinisimulia akasema alienda Morogoro. Alipoenda Morogoro, alipofika kule bibi akamwambia, vua nguo yako ivae nje ndani, si ndani nje, yani unapindua hivi. Alafu akampa ndala moja nyekundu moja blue, lakini ziko hivi, kwa hiyo unazivaa hivi. Alipompa akazivaa, yule mtu akaja kushtuka, yuko chini ya maji. Na chini ya maji kuna magorofa, kuna mji mzuri. Amen. Nasikia watu wa Mungu Na alikuwa ameenda kutafuta msaada, kazi zake haziendi vizuri. Amefika kule akapewa mayai 3. Yai moja lina jina, yai la pili lina jina, la 3 lina jina, lakini hayasomeki, yameandikwa kwa lugha nyingine. Akaambiwa unatakiwa kuchagua haya mayai moja. Le yai kilipasua, kitakachotoka ndani ya yai
ndio hicho ambacho utaishi nacho. Lakini akasema yote yana neema. Mpaka kule nasikia kuna neema. Sizifuate lakini hizo neema. Amen. Akachukua yai la katikati, akalipasua, ikatoka karatasi ndani ya yai. Amen. Ikamuonesha alichokitafuta, anachokitafuta sasa hivi amekipata, lakini kitaishi miaka 10 tu. Baada ya hapo anatakiwa apotee na yeye, manake hafe. Amen. Akasema pale nikawaza, nikasema miaka 10 ni mingi. Kama ni kuenjoy nitakuwa nimeenjoy. Wakristo wa Bwana. Na kila mwaka baada ya kukubali, kila mwaka inabidi kila mwezi anatoa damu. Lakini kila mwaka anatoa kafara kubwa. Ile kila mwezi anatoa damu. Umesikia kwamba lazima utoe fungu la? Umeelewa hapo? Lazima utoe fungu la 10. Sasa nyinyi mtoe fungu la 10. Nataka tu baraka za Mungu ziwajie. Kwa hiyo sasa akatoka. Alivyotoka tu maisha yakabadilika. Yakafanya nini? Yakabadilika. Maisha kali mazuri sana. Alafu yanakuja haraka sana. Speed sio kawaida. Na akafanikiwa. Na kwenye kafara akawa ni mwaminifu. Anatoa damu kweli. Vizuri tu. Dada mtu anachukua ujauzito, baada ya miezi miwili damu mimba inatoka, kumbe wamechukua. Amen. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Uko hapo ukiingia mimba inatoka, na unasema Bwana atatenda. Ipo siku Mungu atanipa tu. Kumbe ushakuwa ni shamba bibi. Kila mtu anavuna mua anavyotaka. Badala ya kuomba, waambie tumbo langu sio tumbo la kuchumia, ni tumbo la Mungu. Waliozaliwa hapa ni wa Mungu, ili endelee kulinda tumbo lako. Kuna watu wako busy wanatafuta watoto wako, wanakulaga tu watoto, ujuagi tu. Amen. Haleluya. Sasa imefika mwaka wa 7. Kuna mambo yakamtokea magumu sana. Kabidi arudi. Wakamwambia sasa, kwa namna hii havitoki kwa kura tu, ni kwa kufunga na kusali. Manake utoe kafara kubwa. Na tunasema hivyo sasa. Kuna sadaka kubwa ambayo ni kufunga na nini? Na kuomba. Mtoe nani? Mama yako. Kati mama kashafurahia utajiri wa mwanae. Kila siku anasema jamani, Mungu mimi, mwanangu kashatoboa. Alivyotoka kura akasema sawa, ngoja kufikiria, ndani ya siku 2 nitaleta majibu. Maana angekubali pale mama angemalizwa pale. Akaenda. Yuko njiani. Mawazo yakamjia, nimtafute mtu wa Mungu. Hapa nimefika mwisho. Amen. Wakati anawaza hivyo, yuko ndani ya gari, akamtokea mzee kwenye gari akasema, unachokiwaza thubutu uone utakachokufanya. Amen. Akasema, Mungu wangu, hiki ni nini? Siwezi. Sasa sisi watumishi pia wakati tunaomba sana. Tunaomba, Mungu akishatuona tuko karibu na mama hapa rohoni, akiwa na shida sometimes, mtumishi anaweza kaoneshwa.
Ndio maana naambiaga nyie, mkipenda mambo niende sapi, mtuombege sisi pia. Ukiwa unatuombea sana, ukiwa unaniombea mimi sana, ngoja nionjongele mimi hapa ili uniombee kuanzia leo. Ukiwa unaniombea sana sana, Mungu atakufungulia maono mengi sana, na Mungu atanifungulia maono mengi sana kuhusu wewe. Wewe imagine, wewe umeniombea lini? Mara mwisho kuniombea ni lini? Hakumbuki. Kileo kaja mimi nifanye nini? Sio afya kiroho. Sio afya. Na baada kama nataka kufanikiwa niombe mimi sana. Sasa unakuja hapa. Kwa mtu kashapanda huko, si mimi peke yangu. Panda ndoto. Atapanda atafanya, lakini Mungu hajamuita sema. Simeelewa? Ndivyo ilivyo. Kwa kiniombea mimi sana, wewe namuinua aposto, uwe sema si baba yangu, wewe si mtumishi wa Mungu, wewe umesema si pastor, yote utakavyoamua kuniita, lakini azonga Dennis mloko ziko vizuri. Ditoe mwanga siku moja. Akaombewa. Kulipoombewa kulikuwa kuna feni iko juu. Amen. Ikatoka ikaanguka. Shoti ya umeme ikapiga pale kanisani. Sio kawaida. Wakati mambo yanaendelea sasa, kuna maono yakaja tena. Naona sasa kanisa limeingia bato. Maombi kabia hapana. Mungu Baba, komboa kanisa lako linaangamia. Amen. Na mtu wako kuwa anaangamia. Akatokea tena mzee, unafanya nini? Acha hivi vita. Acha kufanya hivi. Acha kufanya hivi. Ukiwa ni mtu wa Mungu huwezi ukaacha. Mambo yakishatokea hali. Mchaki kutisha, mwambie sikiliza, nakuja kwa jina la Bwana. Utoniweza. Endelea kupambana mpaka ushinde. Amen. Baada ya muda kama miezi mitatu, yule jamaa utajiri wake wote ulikuwa umekauka. Amen. Majambazi walikuja akaiba. Kila kitu kiliondoka. Sasa akaokoka. Amen. Akaokoka. Sasa kata nisimulia ananiambia sasa kipindi cha sasa. Ambia mtume, mimi nikimwona ati mshirika amekuja kanisani, amekaa kwenye kiti, watu wanaomba na anakaa hivi, yani namuona mpumbavu pungwani, hana akili. Akasema ndugu yangu, vitu vile huko kuzimu huku sio vya kawaida. Watu wasicheze makanisani. Eti mtu anakuja na simu, yuko bisa na chat kanisani. Akasema mimi natamani kanisani niwe kiranja mkuu, nikunguta watu makonzo wajue kuzimu kuna nini. Haleluya. Amen. Siku ukifungulia macho ukaona kuzimu kuna nini, ukaona gizani kuna nini, utaacha hizo tabia zako, utaomba kwa bidii. Amen. Utafanya kwa bidii. Nakwambia hatupo hivyo ambavyo tunaishi. Kuzimu kuna nguvu kubwa sana. Orokuoga wamejiandaa vizuri sana. Sisi hapa tuamke, tufanye fujo kweli ili tukashinde. Shangilie Bwana Yesu. Na Mungu akubariki sana.